Bwana we, picha yetu inaanzia hapa, wanafunzi wakitoka picnic, yani wapo wanafunzi kama 7. Na wanafunzi wa kwanza ambaye anaitwa Tommy, huyu hapa anaitwa Bethy, huyu hapa anaitwa Candy pamoja na Mary pamoja na Marty, na huyu hapa ni Ashley pamoja na Trela. Wanafunzi hawa 7 na kila mmoja na demu wake kasoro mwana mmoja tu Trela, ambaye yeye hakuja na demu wowote. Lakini Trela yeye kwao waligewa kitu cha ajabu. Yaani iko kitu kilikutwa nyumbani na jamaa akaona bora nikichukue cha miaka na miaka na cha wazee wake, akaona bora nikacheze leo mchezo na maswaiba zangu. Huu mchezo bwana unaitwa mchezo wa kifo. Lakini kabla hawajasoma maelezo ya juu ya huu mchezo, ikabidi waingie moja kwa moja katika mchezo. Unajua vijana wa sasa hivi, watoto wa 2000 ni hatari kuzidi hatari yoyote. Basi bwana wakachukua lile dude wakaliweka pale na wakasema kila mmoja yake kidole katika sehemu yake, na mchezo utaanza. Utachagua nani ambaye ataendesha, na mwisho wa siku tutajua namna gani tufanye. Hawakutaki kusoma chochote maelezo kama hiki kitu ambacho wanakifanya sasa hivi ni hatari. Lakini kwenye kubonyeza bonyeza hapa, kila mmoja kwa kidole chake, Trela akakatwa ama ikapigwa kama saini ya damu yake, na mchezo ndipo ulipoanza. Kuona kumbe mchezo huu bwana wa kifo sasa inakuaje kabisa, damu zote zishasainika hapa, yani lazima usaini kwanza. Na game likajiandika namba 24. Sasa kwenye namba 24 watu wote wakapanic, kwa nini jamaa aumie? Na game tulijua tu la kawaida. Sasa wote wakaanza kuangaliana, mwisho wa siku lawama zikaenda nyingi. Lakini wakaona basi tuachane na mchezo, tuingie katika mchezo wa kunywa pombe, kulewa na kufurahia. Basi cocktails bwana zikatengenezwa na watu wakaendelea kunywa na kusaza, huku wakiwa wanafurahi, hawana moja wala mbili. Katika kundi lao bwana balaa likaanza. Mmoja kaanza kusikia kichwa kinamuuma baada ya kunywa pombe, na watu wakasema bwana hakika mwana amelewa huyu, pombe zimeshamzidia. Kumbe mwenzao kichwa kweli kinamuuma, kinamkata, na ghafla kichwa chake kikabasti, yani kikavimba, na pale taharuki kaanza. Baada mchizi kupasuka kichwa, kila mmoja akakimbia, akajua labda huyu mchizi amepigwa na risasi ama kuna mtu ambaye anawalenga, ambaye anawafanyia mauaji. Lakini waliporudi katika mchezo, mara kwanza kulikuwa imejiandika namba 24 na sasa hivi hapa inatuonyesha namba 23. Wote wakiwa na taharuki, wakiwa hawaelewi kitu gani cha kufanya, wakiwa wamejawa uoga na wasiwasi. Na mwanadada hapa akaona bora achukue simu na kupigia mapolisi kuwaeleza jambo ambalo linawasumbua hapa, yani kitu ambacho kimetokea sasa hivi, kitu ambacho hawajaamini. Na dada huyu alipiga vizuri barabara kwa cheki mapolisi na kuambia bwana, huku kuna mtu ambaye anashambulia ama kuna mtu ambaye anafanya mauaji. Tommy kama kuna kitu hivi anakijua ama kuna kitu anakihisi, lakini yeye mwenyewe bado yuko njia panda, kwa sababu angekuwa anajua wala asingekubali. Hapa kuna mtu amekuja jirani yao na Tommy amemweka chini ya ulinzi, huku mdogo mdogo akimsotesha mbele na kumsongesha mbele na kujua wewe ndio umefanya mauaji. Jamaa mzee anasema hapana, mimi sina nalolijua. Lakini tena ajabu ambayo nataka kutokea hapa jamaa kichwa naye kinaanza kumuuma, yani katika kundi lao na mtu mwingine wa pili kichwa kinamuuma. Angalia kichwa kinavovimba iko taratibu, na huyu kichwa kikabasti mbele ya wao wote. Na game bwana likaja kuangaliwa, likasoma bwana kama namba pale ilikuwa 23, sasa hivi je itasoma 20 ngapi? Akamba sikilizeni, inaonekana tumesaini kifo na huu mchezo ni wa kifo, kwa hiyo hapa lazima tuue ama tufe ili mradi tupate kujua. Trela akajua kama Tommy naye akaona hapo sikusembea, kwa sababu ilikuwa 23, sasa hivi ishashuka tena 21. Hapo wakapanda gari yao baada ya kumua na yule jamaa ambao alimkamata pale. Watu 3 sasa hivi wamekufa, yule mchizi wale mkamata na kundi lao wamekufa 2. Wakatoka bwana moja kwa moja watoke huku shamba walipokuepo, ili mradi waje kuwa usafiri huku, alau Mungu awajalie wapate namna yoyote ya kusurvive. Basi wako kwenye gari bwana na wamechanganyikiwa, huu ni kitu gani bwana? Hapa mbele anamkuta jamaa bwana anajipitisha na kimbia jogging. Akaambia bwana mwanangu, Tom anamwambia mchizi, huyo usipohua hapa ndani ya gari kuna mtu yote anaweza kafa kati yetu. Akaona mzee hataki kumuelewa bwana. Tom akachobunduki akamwekea Traveler, na Traveler akaona aisiwe kesi, akamuondoa yule jamaa chap kwa haraka, ili mradi wao wapate kuishi bwana. 21 sasa hivi, kumbuka ni 20. Na hapa wakiwa wako na tahayari, hawajui namna gani kitu gani ambacho kinaenda kuwatokea, wanamkuta tena dada mwingine, wakaona asitupotezee muda naye, wakapunguza 20 kawa 19.
Lakini sasa mwanadada au mwanamama askari alopata habari kama huko amepigwa simu katika eneo lao, kuna watu wametaka msaada, kuna sababu kuna mauaji ambao wanashuhudia, basi mwanamama huyu kuja. Lakini sasa mwanamama wana bora asimamishe gari pembeni, watu wote waliopiga simu wao ndo wameloa damu, yani sio ambao wamezurika, ila wameloa damu. Wanaona nyinyi ndo wauaji, msilete masuala ya kijinga. Mama akazidi kuripoti kwa maaskari wake kuaita ili mradi apate msaada wote, kwa sababu watoto wanakuwa wamechanganyikiwa. Lakini kuna mtu ambaye alikaa ndani ya gari, kichwa naye kikapasuka. Sasa kumbuka, wanazidi kuteketea, wanazidi kupunguka kwa sababu wao wenyewe wamesaini damu kwa damu. Yaani mchezo huu unataka damu kwa damu, na mshindi anatakiwa kwa mmoja tu, ambaye yeye atapobakia peke yake namba moja, na ile namba akaifuta kwa kumuua mtu, basi hakuna kinachotokea. Mwanamama hapa akaweka chini ya ulinzi bwana, hakuna mtoto kuondoa kichwa chake wala kuondoa mguu wake, nitawaua wote. Lakini hapa dogo akaona ubidada anataka kutuchezea hapa, na hapa tukikaa hapa tutazidi kusangala sangala, mwisho wa siku hapa tutakufa. Basi ikabidi tena wafanye jukumu lao kumuua mwanamama, na hapa wakazidi kuwaua watu na majanga kaendelea. Lakini si kama wanatengeneza, bali wanazidisha matatizo. Wakachukua ile gari la yule polisi, na mwisho wa siku hao taratibu wakaanza kusepa. Haya, wamemuua askari ambaye alikuwa analetea mdomo, na hapa wakaenda moja kwa moja katika sehemu ambayo walihisi labda hili mchezo ama hili kitu kimetokea huko na mama anakijua. Wakaingia katika hospitali kwanza kupunguza watu ambao wako mahututi. Hili ndio swala ambalo wameliona litakuwa zuri kwao, kwa sababu wao shida wao wabaki hai na wabaki kuishi. Kwa hiyo ikabidi waingie hospitali kwa watu ambao tayari wanaumwa, yani watu ambao hawana afadhali, na wafanye mauaji ili mradi wao wapate kuishi. Kweli hao watu waliingia na hawakuwa na roho za kibinadamu tena, bali wamekuwa mashetani, ili mradi mchezo huo umalize. Na mwanamama huko kila kijificha, lakini dada huyu alikuwa jasiri sana na alikuwa mkatili sana, akaendelea kupunguza watu. Lakini hapo walipofika walimkuta mtoto mdogo, na wakajiuliza, hivi kweli jamani tumwe mtoto mdogo ambao hana hatia? Lakini dada huyu hakuweka bunduki chini, ikabidi wauane wao wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu wa kumtetea bwana mdogo asiuawe. Basi jamaa ajikuta kampoteza mpenzi wake, hapa alilia sana, walidi jamani, mpenzi wangu mimi, baridi hili mimi itakuwaje? Basi ikabidi amkamate mchizi wake kidogo, Taylor na Tom, mkono unataka kupigwa hapa kidogo, kwa sababu anaonekana kama Tom yeye alitaka kumtetea Taylor, kwa sababu Taylor yeye amemua mkewe, lakini Taylor alijipambana, na mwisho wa siku namba imebakia kwa moja. Sasa namba ishabakia kwa moja hapo, lakini hapa bado udada bado yupo, inabidi afe mtu mmoja ili mali mshindi apatikane mmoja. Na mwanadama hapa ikabidi amweke chini ya ulinzi mchizi, na hajamlemba, akamwambia hakika ama zako ama za kwangu, mimi lazima nikuue ili mali mimi nipate kuishi. Na kweli mchezo alipomaliza mwanadada huyu ndo akaonekana mshindi, yani yeye ameshinda. Na maskari walikuja na kumkamata, akamwambia upo chini ya ulinzi kwa mauaji haya yote ambayo umeyafanya. Na mwanadada hakuwa na shida wala hakuwa na tabu, akamwambia sawa, shida nimekwambia ni game, sio mimi. Basi akaacha bwana. Walipokuja pale maskari moja kwa moja wakamchukua, na mwisho wa siku hapa onekana maskari wanapongezana hapa, na wao bwana wakapenda kucheza ule mchezo wa maisha na mchezo wa game ama mchezo wa kifo, ataikufa hayupo katika kazi. Basi hawakujua wanangu, msisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Chao.